Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, sio mara yangu ya kwanza kuzungumza, lakini kwa wale ambao ni mara ya kwanza kujua, basi ni vyema wanifahamu. Naitwa Donald Madeje Lupa. Nina akaunti zangu za Instagram, Facebook na TikTok, na vile vile nina channel kwenye YouTube, na nimekwisha kutoa mawazo yangu nikihitaji na nyie kwa pamoja tuweze kushare. Lakini lengo kubwa la kuwa na akaunti zangu pamoja na channel ni kwamba nataka tubadilishane mawazo. Nchi hii ni ya kwetu na gharama zote tunatazamwa sisi, mfano wote tunatazamwa sisi. Pamoja na kwamba ni mawazo yako mengi, lakini mimi nimeona ni vizuri niweze kuzungumza na ninyi na kutoa mawazo yangu, hasa kuhusu mfumo huu wa vyama vingi tulio import kutoka kwa wenzetu. Mfumo huu wa vyama vingi wenzetu ni mfumo wao na ni utawala wao, ni traditional western traditional system, na sisi vile vile tuna namna ya utawala. Sasa kwa sababu hiyo, kwa sababu mwanzoni nimekwisha kuzungumza, nataka nizungumze kidogo tu kwamba mfumo wa vyama vingi umetoka kwa wenzetu, ni mgeni, na huu umekuwa sababu kubwa sana ya kutufanya nchi za Afrika tuwe hatuna utulivu. Nikafikiri kwamba kama ingekuwa ni vema hawa wangetuacha tukaendelea na mifumo yetu, nafikiri tungekuwa tumekwenda vizuri zaidi. Kwa mfano, swala la upinzani. Nimesema huko mbele kwamba upinzani Tanzania hakuna, na nitaeleza zaidi kwenye channel zangu pamoja na akaunti zangu kwamba Tanzania hakuna upinzani, na mwanzoni nimekwisha kutoa, lakini sasa nataka niongee uzuri wa upinzani ambao mimi nafikiri nchi zetu za Kiafrika zingeendelea nao au zingeutumia. Kwa mfano, leo hii kuna timu ya Simba na Yanga, na mimi ninataka kuenda kwenye uwanja nikashangilie timu yangu ya Simba. Lakini hapa ninakuwa na vitu viwili. Nafsi yangu inakuwa na upinzani, nyingine inasema nenda, nyingine inasema usiende. Sasa upinzani ambao unataka kuzungumza wa kwetu sisi, sio huo wa kugombana. Upinzani ambao nataka kuzungumza mimi ni ule wa upinzani wa mimi niende kwenye uwanja wa mpira au nisiende. Ikitokea nimeenda kwenye uwanja wa mpira, maana yake ni kwamba ile iliyosema nisiende inakuwa imeshindwa. Iliyoshinda ni ile ya kusema niende. Lakini nikifika katika uwanja ule, ninafika na ile ambayo imesema usiende. Timu ya mpira Simba ikifunga, mimi nitasema, nitafurahi, na ile nafsi yangu iliyosema usiende nayo vile vile itafurahi, pamoja na kwamba ziko katika upinzani. Lakini ikitokea vile vile kwamba ikitokea vurugu zimetokea kwenye uwanja, kumetupwa mawe, watu wakapigwa mawe, lazima upande huu uliosema nisiende utakuwa umeshinda. Maana utasema, si unaona nilikwambia usiende lakini umeenda. Kwa hiyo huu ni upinzani nao uzungumza wa ndani yangu mimi binafsi. Sasa Tanzania tungepata upinzani wa namna hiyo ambao tumeutengeneza wenyewe, sio huu wa wenzetu tulioupokea kutoka nchi za Ulaya huko, ambao wao katika kuutengeneza mpaka uwe upinzani halisi, mpaka ukakubalika kwenye nchi zao, walitumia karne, miaka mingi kuutengeneza, na ulianza kuzungumzwa kutoka kwenye familia
unashughulikiwa na ukazungumzwa na ukakubalika. Sasa sisi nataka kuchukulia mfano wa mimi kama ndio Tanzania, halafu nafsi yangu inayesema kwenda kwenye mpira, halafu na ile inayesema usiende, basi ndio vyama vyenyewe. Lakini hivyo vyama hata vikipingana ndani, nafsi zangu zikipingana, nikienda kule Simba ikashinda, lazima ile iliyosema usiende nayo itafurahi, na ile iliyosema uende itafurahi. Na vile vile ikitokea shida kule, kukapigwa mawe au mambo yakawa sio mazuri, ile iliyosema usiende itakuwa imeshinda.